kwa sababu hata katika FIFA katika nini wana zile kanuni ambazo zile kanuni ndizo zinamsaidia hata yule kiongozi wa pale juu kuendesha mchakato mzima kulingana na zile kanuni. Sasa endapo kanuni zinawekwa lakini hazikufuata mchakato unaotakiwa, inakuwa ni shida, kwa sababu huu mchezo wa ngumi kanuni zimewekwa, ilipaswa hizi kanuni zinavyotaka kuandikwa ufanyike mchakato wa kushirikisha vyama shiriki. Na kushirikisha vyama shiriki sio kwa kuwaita watu wawili chumbani sio ofisini, hapana. Ilitakiwa ifanye kama hivi ni kikao, mkutano. Wadau waje, vyama shiriki viwepo, maoni yakusanywe. Ndipo pale tunapotengeneza zile kanuni ambazo zinakuwa kanuni zenye uhai ambazo zinaweza zikasaidia kwa miaka hata 20 mbele. Lakini pale kanuni zinapokuwa zinachukua watu wachache wa kukaa kudiscuss, then zinaletwa kwa namna ambavyo sio kupewa nafasi ya wewe tena unailetewa uijadili au uielewe, lakini unaletewa kwamba uitazame kesho uje kwenye mkutano. Kwa sababu kama amesema kiongozi, niliandika barua, unaletewa tarehe 28 email ya kukuambia kwamba tarehe 29 unatakiwa mje watu wawili kwenye kujadili kanuni ambazo zinabeba mchezo mzima. Watu hawa wawili imetoka tarehe 28 29 mje mdiscuss. Hebu niambie, page zimekuja kama 54. Utapata wapi muda wewe kama wewe katibu au mwenyekiti wa kuzipitia? Licha ya hivyo, yule mdau wako, promoter mwenzako, umtumie azisome, aelewe, apate mawazo yake, akupe yale mawazo, muweze kukaa kuyachanyata yale mawazo, muweze kwenda kwenye kikao cha kanuni. Na vile vile kikao chenyewe, kanuni ni kitu kizito kama nilichokisema. Watu wawili, mimi Mopao, wao wangekuwa ni mimi na Kaike au ni Mopao na Kaike, wasingeweza kufikisha yale maoni ambayo yanayotakiwa katika kukuza mchezo wetu. Kwa hiyo mimi ninachokiona kiukweli kabisa, kama alivyosema mwenyekiti wangu, na support mchakato huu uliofanyika wa katiba mpaka na kanuni zake ni batili. Tukae mezani, kikao kifanyike, wadau washirikishwe, vyama shiriki vishirikishwe, maoni ya kusanywa katika utaratibu unaotakiwa, unaoeleweka, kwa sababu hili jambo sio la mtu mmoja. Lakini kama kitu kinafanyika kwa ajili ya maslahi watu wachache, basi huo ndio utakuwa ndio mwenendo wa kila siku. Lakini kama ni kitu kwa ajili ya vizazi vijavyo, kwa sababu hapa promoter ni kama ni nguzo na yeye vile vile, kwa sababu referee atalipwa na promoter, bondia atalipwa na promoter, hata hiyo TPBRC vibali na kila kitu vinalipwa na promoter. Lakini sasa tunapokuwa tunaweka kanuni ambazo yani bondia mwenyewe nazo ni shida kwake, yani referee ni shida, promoter ni shida, sasa hapo tutakuwa tunakuza ngumi ama tunaziua ngumi. Kwa hiyo tutafute michakato ambayo kiukweli na TPBRC na hata na serikali tusaidie katika hili swala. Tunatamani sana tusio kila siku tunakuja kwenye press tunafanya hivi tunazungumzia hili swala, hapana. Tuwe kitu kimoja kinachoeleweka. Basi tukae sehemu inayotakiwa, watu wawepo, wadau wanaohusika washirikishwe, ambapo hata serikali inatambua kwamba huyu mtu ana haki ama kibali cha kukaa kushirikishwa katika hili swala. Kwa sababu hata niwauliza viongozi wenzangu, mlipigiwa simu au mliitwa kwenda katika kudiscuss hizi kanuni? Hapana. Sasa unapoleta kanuni zinazohusu mapromota, alafu wale mapromota pia hawapo pale, kanuni labda zinahusu sijui mabondia, wale wenyewe wahusika hawapo pale, sasa ni nani ambaye anaenda kukubaliana na hicho kitu?